الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولئك جند الله ألا إن جندنا هم الغالبون أما بعد فأيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mwalimu wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, saada mwanadamu, mafanikio mwanadamu katika maisha haya mafupi kuelekea kwenye maisha ya uhakika yapo katika kumtii Mwenyezi Mungu, yapo katika kuishi anapotaka Mwenyezi Mungu bila kubagua lolote. Na hasara mwanadamu ni kuishi mwanadamu anapotaka yeye tofauti na anapotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, khutba leo itazungumzia tubebe mzigo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia. Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu alimbebesha mzigo mkubwa sana kiasi ambacho hakupata muda wa kupumzika, kiasi ambacho hakutoa fursa ya kusikiliza kelele na matusi na dharau ambazo zilikuwa hazivumiliki kutokana na jukumu alilopewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisimama katika jukumu na mzigo aliopewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa mizigo gani? Alipewa mizigo mingi, lakini mzigo mkuu ni kuitoa dunia katika maisha ya giza na kuwapeleka katika maisha nuru, kuitoa dunia katika maisha ya vita na kuwapeleka watu katika maisha ya ihsani, kuwatoa watu katika magomvi yasiyokwisha na kuwapeleka wanadamu waishi kidugu. Hii ndio kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kazi rahisi. Ni kazi ambazo walikwisha tumia walio mitume iliyopita kabla yake, nao kazi zao zilikuwa hizo hizo. Na hiyo ndo kazi ya kiongozi ambaye anataka kuongoza watu lazima ashughulike na shida za watu, mayusibu enas, yale anayowapa tabu, ndio kiongozi huyo. Na Mtume alisimama katika hilo katika mwisho wa juhudi yake. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizu alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim. Huyu ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi ambacho akipa mtu ambaye si Muislamu naye ilikuwa linampa tabu, alijua huyu ni katika umati Muhammadia. Mtume huyu alipewa Qur'an al-Karim iwe ni dira na ndio mwongozo, na huyu ndio mtume wa mwisho, la nabia baadahu, hakuna mtume mwingine baada yake ila antakuma saa. Na kwa msingi huo, hii kazi haikuwa kazi ya Maka peke yake, ilikuwa kazi ya ulimwengu. Kana amalul alamia, ilikuwa ni kazi ya kiulimwengu. Wewe chukua una majukumu yako ya nyumbani kwako, halafu ukapewa majukumu mengine, utasema subiri kwanza nisimamie majukumu haya halafu nipe mengine. Fama balu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vipi mtume ambaye kapewa jukumu la kuongoza ulimwengu huu, na ulimwengu huu utolewe katika giza upelekwe katika nuru? Mtume huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa maelezo, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan Allah
wa sirajan munira, inna arsalnaka shahida, tumekupeleka Muhammad bin shahidi, shahidan wa mubashiran, na kuwapa watu bishara njema kama ataishi ndani ya dini, wa nadhira, na kuwahofisha watu, wa daiya ila Allah, na kuwaita watu kwa Mungu, biidhini, kwa idhini yake Mwenyezi Mungu, wa sirajan munira, na taa iliyo wazi. Hii ndio kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kazi kubwa kuliko kazi nyingine, kuliko kazi ya kutengeneza barabara na majumba na kadhalika. Utamjengeaje mtu nyumba na barabara wakati huyu mwanadamu yuko baid maarabihi, yuko mbali na Mungu wake? Sasa kazi ya mitume ilikuwa ni kuwarudisha watu kwa Mungu wao, kuwatengenezea itisal, communication baina al-insan wa rabbah. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatupeleka Muhammad ni rehma kwa ulimwengu. Sasa wale wanaompinga mtume haisaidii, huyu anabaki mtume na alichokuja nacho lazima wanadamu waishi nacho. Rasulullah sallam alikuwa ndio mtatua migogoro katika kazi ambayo ilikuwa ni ngumu, ambayo alipambana nayo na akafanikiwa. Ilikuwa ni koo mbili ambazo tarehe zinaonyesha ilikuwa watu ambao koo zao wanakutana kwa mababu zao, lakini kwa kosa kwao dini wakawa wanapigana, wanauana pasina sababu, wanatafuta mshindi nani, na wao ni al-Ausi wal Khazraj. Rasuli sallallahu alaihi wasallam alisimama katika hili, akawarudisha katika mstari, na hawa watu baadaye wakawa wamekaa vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa tubil qulubi wa dawaiha, alikuwa ndio mwalimu wa moyo, al-qalb. Walaysa al-insanu jasadun wa innama al-insanu qalb, mwanadamu sio mwili huu, mwanadamu ni moyo. Sasa yeye alikuwa ni mwalimu wa kumtengeneza mwanadamu kwa hikma yake na maarifa yake. Huyu ndo mtume rahim, ni mtengenezaji, na ulimwengu bado uko ujingani, pamoja na kuwepo na maarifa makubwa ya sayansi na teknolojia, lakini al-alam hurima an hadha an-ni'ma, ulimwengu umehurumishiwa na neema hii. Ulimwengu haujamfahamu mwanadamu, al-alam la ya'rifu al-insan, ulimwengu haujamjua mwanadamu. Ulimwengu unajua mwanadamu ni kupata kula, kunywa, wanawake, gari, la. Mwanadamu anatakiwa moyo wake ushibishwe, umjue Mungu wake na ujue malengo yake, na ujue baada ya maisha kuna moto au pepo, firaku fil janna wa firaku fi sa'ir. Ulimwengu ufahamishi watu wanatishwa, utakufa maskini wewe, utakufa na njaa wewe. Haambiwi mwanadamu bwana, kama uswali utakwenda motoni. Ulimwengu umekataa hilo. Sasa ina maana ulimwengu bado kujingani. Farasuli sallallahu alaihi wasallam alisimama katika hilo, alipoweza kuwajenga watu na mpaka watu wa jamii moja, al-Ausi wal Khazraj wakawa ni ndugu, Ansar wal Muhajirin wakawa ni ndugu. Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ulimwengu kizami hivi namna gani mtume aliweza kuwachukua jamii watu tofauti, wazawa na ambao si wazawa, akawatengeneza wakawa wanapendana, kiasi ambacho mzawa anataka amrisisha ambaye si mzawa mali yake. Qur'ani kaingilia kati hapo. Alifanya nini huyu? Aliwapa pesa huyu mtume? Aliwafanya kitu gani? Ile Qur'ani aliyokwenda nayo na tabia yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana mtume aliwavuta watu kwa tabia, sio maneno katika memba. Sio maneno, mwanadamu avuti na maneno, anavutwa na tabia. Unapomjali mtu na mtu anakupenda, na ndio ilikuwa kazi ya mtume, hakuwa mbaguzi mtume huyu. Sasa ulimwengu umeshindwa,
hadha. Ulimwengu umeshindwa, urudi muangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam ni namna gani alivyotengeneza wanadamu wakawa. Hatuwezi kufanikiwa kama tutaenda kwa mwenendo huu, tutazalisha matatizo siku zote. Mwanadamu anaishi akishamshiba Mungu wake, akamjua Mungu wake, akajua ni halal wa hadha haram. Akifika hapo mwanadamu yupo tayari kuishi maisha ya kawaida. Fanarji ila tarikh, turudi katika tarehe za wazee wetu. Katika miaka 50 na 60 huko ilikuwa ni jambo la kawaida mtu kumchukua mtoto wa ndugu yake akamlea, akampa kila kitu. Mtu akawa hamjui baba yake mpaka siku ya ndoa akamjua huyu ndo baba yake. Na huyu baba mtu akamwambia, bwana nimekupa idhini muozeshe mwanao bila ubaguzi. Ilikuwa ni jambo la kawaida, watu wanalima kwa gharama, wanaoita ndugu zao waje wavune bila kuwashika mikono. Rudini katika tarehe, katika miaka na 60. Pamezuka nini? Limezuka balaa gani? Familia zinagombana, ndugu wanagombana, kuna upasi. Limadha tumeacha kulala. Tusidanganywe na watu wa magharibi ambao wamekusha feli hawa, ambao wanatuletea uchafu wao na mambo yao. Mwanamume kwa mwanamume, mwanamke kwa mwanamke, hakuna kitu hicho. Sisi ni ummatan, ni umma umeletwa katika maisha mazuri. Muislamu akiishi vizuri na akaridhika katika njia ambazo Mungu amempa, huyu Mungu anampa pepo. Na hii ndio inafanya Waislamu hawababaiki. Kuna watu katika ulimwengu hawavumilii umaskini, wako tayari kufanya biashara, kuchanganya. Pombe kwao ni halali, ni uchumi kwao. Zinaa kwao ni halali, biashara. Madawa kulevya kwao ni halali. Na Waislamu nao wameingia katika mtego huu. Wao wanapata taabu nini? Iangalie Qur'an, imeonyesha njia mzuri sahihi za mwanadamu kuishi na Mungu wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min ghayri yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Hiyo ndio Qur'an. Qur'an ukiuliza lazima itakujibu. Ni kitabu mubarak, ni kitabu chenye baraka. Ukiishi nacho ubabaiki, ukiwa popote ubabaiki. Mtume sallam kwa juhudi alikuwa nayo, alipokuwa katika pango, Sayyidina Abubakar alipata hofu. Al-Khawf akamwambia, ya Mtume, hawa wakitungulia tumekwisha. Lakini kwa sababu Mtume sallam mawasiliano yake na Mungu wake yalikuwa ni makubwa, akamwambia, la tahzani inna Allaha ma'ana. Usihuzunike, Mwenyezi Mungu pamoja nayo. Na sisi Waislamu tuna Mungu, tuna Mtume, tuna Qur'ani. Sisi tofauti na watu wengine, lazima tutembee kifua mbele. Hakuna watu ambao wanapaswa kutembea kifua mbele bila kuogopa kuliko Uislamu. Kwa sababu gani? Wanaye Mungu wa kweli, wana Mtume wa kweli, wana Qur'ani isiyochezewa. Hakuna umma ambao una neema kuliko Uislamu. Lakini Waislamu ni wako wapi? Waislamu wako wapi? Wamerogwa, wamevurugwa, wameingizwa katika mipira, wameingizwa katika mambo ya kijinga. Baada ya kushughulika na dini yao, wakamsoma Mtume wao, wakasoma hayatu sahaba, wakaangalia kina Abubakar, kina Umar, kina Uthman, kuna Zaid bin Thabit. Tumeliacha hili. Sasa Mungu sunna yake huwa hawasaidii watu ambao wanatoka katika utaratibu. Ukitoka katika utaratibu wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuwa na mbele. Ndugu Islam, 24:55 Allah anasema, anamwambia mtume wake, kul atiu Allah wa atiu rasula fa in tawallaw fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum. Rudi katika 24:54 sura hii. Kul atiu Allah, mtini Mwenyezi Mungu, wa atiu rasula, mtini mtume.
fa in tawalla, mkimkengeuka Mwenyezi Mungu na mtumewe, fa inama alayhi ma humila, ni juu yake mtume mzigo alotwikwa, kashatekeleza yake. Wa alaikum ma humiltum, ni juu yenu mzigo mlotwikwa. Wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtii mtume mtaongoka, kinyume chake mtapenda. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ar-rasul al-balagh mubin, hakuwa kazi ya mtume ni kufikisha ujumbe. Rasulullah ashafikisha ujumbe na kasha mzigo katuachia sisi. Ndugu Waislamu, sisi tumebebeshwa mzigo. Kama mtume alikuwa kiongozi na sisi ni viongozi. Kama mtume alikuwa anashughulika na shida za watu, sisi ndio wa kushughulika na shida za watu. Hakuna mtu mwingine anaweza, ni sisi. Kama ulimwengu uko kwenye tabu, wa kuulizwa nani? Baba ndani ya nyumba, kikiwa kuna shida anaulizwa baba, sio mama. Mama si jukumu lake. Ndani ya msikiti kama kuna mambo haendi sawa, aulizwe imamu na watu wake. Kila mtu ni responsibility, ana jukumu lake. Sasa sisi ndio watu wa kuulizwa. Kama mambo yanaharibika katika ulimwengu, wa kuulizwa ni Waislamu wenye mwongozo. Watu wengine hawana mwongozo na hawapasi kupewa nafasi hiyo. Ndugu Waislamu, tutaulizwa siku ya kiyama kila mtu na Mwenyezi Mungu. Ni afadhali sasa kama uko kwenye kesi utapanga mtu advocate wa kusimamia kesi yako, lakini siku ya kiyama hakuna advocate. Utaulizwa thumma la tusaluna yawma idhin 'anil nadim, alina utaulizwa maisha yako uliishi vipi. Na bahati vitu vyote liko ndani ya rekodi, liko ndani ya rekodi. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamun ma taf'alun. Katika 76 Al-A'raf, Mungu anasema fala yasalanna alladhina ursila ilayhim wala yasalanna al-mursalin. Hakuna maisha mabaya kuliko kuingizwa ndani ya moto. Mwenyezi Mungu siku ya kiyama hatakubali watu ambao wameisha hapo ulimwenguni wakatumia maji ya Mungu bure, bahari ya Mungu bure, petroli ya Mungu bure, ng'ombe wa Mungu bure, kisha wakaishi wanavyotaka wao. Hao wajiandae na majibu. Hao wanaoishi katika ulimwengu wakajifanya ni waungu watu, hawataki kuongozwa na Qur'an, waeke majibu ya kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, twende katika An-Nisa. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu-huda wa yattabi' ghayra sabili nuwallihi ma tawalla wa naslihi jahannama wa sa'at masira. Rudi katika An-Nisa nakuta maneno haya, Qur'ani mubaraka. Wa man yushaqiqi ar-rasul, mwenye kumwasi mtume. Kumwasi mtume maana yake ni kwenda kinyume na anavyotaka Mungu. Kuna barua, tunaandika barua kisha tunaweka pesa ndani yake. Haisomi barua mpaka watu waangalie ndani ya ile posa mna pesa. Hiyo jamani halipo kwenye dini, hiyo ni dhulma. Tunaeleza bayana. Mwambie bwana, nimekuja kuposea binti yako. Bas khalas, mahari yake kiasi fulani. Lakini unaenda kumposea mtu, anakuambia maneno mengi, mawani ya babu, beo, mkaja wa mama, ghasia nyingi sana. Hii haipo katika dini, hii ni dhulma. Lakini wakati wa ndoa inafanyika, muoaji anakuja anatia mtu mwingine mkono, maana yeye apepesa, bwana huyu mke unataka kumuoa vipi? Mila yetu. Mila gani babu? Hiyo haipo katika dini hiyo. Unaenda ndani kutaka kumuona mkeo, kumwombea dua, kundi la watu linaingia. Jamani, huu ni uhuni. Huyu mwari siku hiyo ukajipamba, anayetakiwa kumuona ni mumewe, nyewe tokeni ndani. Kundi linaingia ndani.
anachukuliwa mwanamume anaenda kumwagishwa oili. Inna lillahi. Jamani, hii dini watu wanatuchangaa, hii dini haina mwongozo. Na haya baada ya viongozi wa dini kunyamaza, wanaona wakisema watakuwa hapei pesa. Tuzungumze ukweli, hata kama anauma. Kama unauma, tuzungumze ukweli. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. Tutamgeuzia kule alikogeuka mwenyewe. Wanasilihi jahannama, tutamuingiza katika moto wa jahannam. Wasaa masira, ni marejeo mabaya. Ndugu zanguni, sisi ambao hatuna maarifa lakini kidogo tunaisoma Qur'ani kila siku, ni kitabu ambacho kisoma unaweza ukaziminya. Maelezo ya Mungu ndani ya Qur'ani yanatisha. Namna Mungu alivyoandaa moto unatisha. Na ndio maana Umar bin Khattab radhiallahu anhu, ilikuwa ikisomwa Qur'ani mbele yake ilikuwa anazimia, anaugua mwezi mzima. Qur'ani ikisomwa tu, namna yaliyomo ndani yake alikuwa anamtisha. Fama baluna, leo inasoma Qur'ani, anayesoma Qur'ani anakwenda mtu kumtunza, anaikoa pesa kwenye kofia. Tumepata wapi haya? Hichi kinachozungumzwa wapi? Mnashindwa kuweza kuzingatia haya. Tuombe Mwenyezi Mungu atupe tawfiki, atujalie min alladhina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa bil hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. السلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد. Waislamu, utukufu wa Muislamu ni kuwa na Qur'ani. Aiza utukufu katika ulimwengu umegawanyika sehemu tatu. Na ikiwa nafasi yako haipo, itafute kwa gharama yote, irudishe pale. Wanaume ni wasimamizi wa nyumba. Mwanamke akitaka kuchukua nafasi hiyo, mwambie hiyo sio nafasi yako, huwezi kukaa kwenye kichwa changu. Sio kwa kumpiga, mwambie tu bwana, wewe nafasi yako si ya kwako, mimi ndio mwenye jukumu. Na Waislamu nafasi yao ni kuitawala dunia hii kwa mwongozo wa Mungu, sio kwa taratibu nyingi. Lakini kwa nini ukitizama jamii ya Kiislamu ni jamii dhaifu, maskini, ya kutupwa? Hivi ninapozungumza katika membari hii ya Mtume sallallahu, ukienda katika misikiti kadha ya mjini, hasa Mtoro, Idrisa na kadhalika, akina mama na kina baba wako nje wanasubiri kuwaomba Waislamu. Huu ni msiba, hii ni dhaifu, hadhi dhila katika jamii ambayo iko nyuma katika ulimwengu. Bali damu ya Muislamu sio kumuua Muislamu katika ulimwengu sio kosa la jinai, si kosa la jinai. Muislamu kumuua katika ulimwengu sio kosa la jinai, ni mtu mnyonge, hana lake. Ni kwa nini nafanya haya? Na nyinyi antum shahidun ala dhalik, nyinyi ni mashahidi katika ulimwengu. Mayajiri fi Gaza, yanaendelea katika Gaza, mnaona namna ilivyokuwa. Nini kosa la Waislamu wa Gaza? Madhambu, nini dhambi yao? Wayahudi wameingia pale, wakawapiga, wakavunja miji yao, mwisho wakawanyima chakula, kilichopelekea baadhi ya nchi za Ulaya wakasema hapana. Wakatoka wazungu hao si Waislamu, wakaenda pale kuwasaidia. Jamani, hapana, hawa ni binadamu. Wamevunja mji wao, wakawapiga na kuwaua, kisha wakawapeleka, tokeni mwende kusini mwa Gaza, na ulimwengu uko unaendelea na maisha yao. Hii jeuri wanaipata Waisraeli, na hatuzungumzwa Israeli, ni nchi zote za Ulaya ndio walobariki wale watu waondoshwe katika ardhi yao.
na ile ni ardhi ya Islam, ardhi muqaddasa. Palestina ndio kibla chetu, ile ni ardhi ya Islam. Safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makkah kwenda Palestina alifika pale. Kwa wale wanauliwa kwa sababu ni ardhi yao, na mtu kutetea ardhi yake ni halali, lakini wameuawa moja kwa moja. Lakini kwa nini? Baada hayo Donald Trump, jahilon, mtu mjinga asomfahamu Mungu wake, akaja akawapongeza wauaji. Ameenda katika nchi ya Israeli, anasema nakupongezeni kwa kuweza kuondosha magaidi. Jamani, mtu kutetea nchi yake anakuwa gaidi? Huyu Trump ni adui kwa Uislamu, lakini anapata nafasi wapi? Katika nchi za Kiarabu, Arab League, nchi za Kiarabu, nchi za Kiislamu, wote wamesalimu amri. Wamesali amri kwa kafiri. Mtu hana swala, hana funga, hata dua ya kumwingilia mkewe hajui tambo. Maana ukitaka kumwingilia mke wako kuna dua yake, haijui, anavamia tu. Wakamfanya ndio rafiki wao. Wanaogopa nini hawa? Watu watukufu wa Islam, walillahi al-izza walirasuli walilmu'minin. Mungu ndio mtukufu na mtume ni mtukufu, na sisi Waislamu ndio watukufu. Tusimame kidete Waislamu kurudi katika nafsi yetu, tuiongoze dunia. Dunia haiwezi kutulia kama Waislamu hawajarudisha nafasi yao. Uislamu ulitawala mpaka Spain karne 8, na ndio maana kuna kina mama wengine katika nchi ya Spain wamerudi katika Uislamu, akasema sisi tulitawaliwa na Waislamu. Leo watu wa Ulaya wamebadilika. Kuna mama mmoja amesilimu, ana matatu, kila kitu, anasilimisha watu wake, anajuta kwa nini amekaa kwenye ukafiri. Leo watu wanatoka Ulaya watakuja Afrika kutufundisha dini, wakati sisi tumezaliwa katika Uislamu. Sisi tumeacha dini, na kwa mazingira hii Mwenyezi Mungu hawezi kusaidia. Lakini kwa nini Waislamu wanakuwa hivi? Wameacha dini yao. Na Mtume alizungumza hivi, watakusanyika watu kukueni nyie kama vile wanapokusanyika watu wanaposhambulia chakula. Lakini masahaba kwa kipindi hicho watakuwa wengi, Waislamu watakuwa kidogo, wengi watakuwa ni wengi. Waislamu ni watu wengi katika ulimwengu, lakini watakuwa kama vile povu. Waislamu ni povu, hamna kitu, hamna kitu. Nguvu ya samaki iko ndani ya maji. Wavuvi hapa wapo ndugu zangu, na naye mambo mmoja hapa namuona kavaa kanzu yake ya blue, anajua samaki huwezi kumtoa ndani ya maji kirahisi, labda utafute njia. Lakini ukifanikiwa kumtoa akiwa mzima, ukimwacha duniani, ukimwacha hapa, atakufa hata kama sangani. Nguvu yake iko katika maji. Aina kuwatuna nguvu wa Islamu iko hapa ndani ya Qur'an. Ukitaka kummaliza Muislamu, mtume ndani ya Qur'an, utampiga utammaliza. Lakini akiwa ndani ya Qur'an dakika 5 na kuweka nje, chini na kuweka nje. La antum ashaddu rahmatan fi sudurihim min Allah. Nenda katika Hashri, ambayo aya mwisho ya khutba. Waje kuogopeni, hakika nyinyi Waislamu mnaogopewa na makafiri katika nyoyo zao kuliko wanapomwogopa Mwenyezi Mungu. Kweli jamani? Makafiri wanatuogopa sisi kumwogopa Mwenyezi Mungu. Qur'ani imeshasema, lakini sio sisi, watu ambao tumeacha dini yetu. Tukitaka turudi, tusimame na tuogopewe na makafiri, turudi ndani ya Qur'an. La antum ashadtum rahbatan fi sudurihim min Allah, dhalika bi annahum qawmun la yafqahun. Kwa hivyo ndugu Waislamu, nguvu yetu ndio iko ndani ya Qur'an. Tuirudishe Qur'an. Nawaambia maimamu na washauri maimamu ambao wao wanakamata roho za watu, wasimame kidete, waitetee dini hii. Uislamu utawale tena, na hili Mwenyezi Mungu ameshahidi. Mkisimama na Mungu, Uislamu utatawala. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwashinda Uislamu.
Kwani mtume katika Badri alishinda vipi? Mtume alikuwa na askari wanajeshi 313, makafiri walikuwa na majeshi 1000 wamejipanga kwa vita. Mtume sallam alipoona kwamba jeshi lakini dhaifu, aina dhahaba, aina, alikwenda wapi mtume? Alinyanyua mikono yake mbinguni, alinyanyua mikono yake mbinguni, akaomba usaidizi kutoka mbinguni, na mpaka kitambaa chake kikaanguka, akaomba dua, akasema, Mwenyezi Mungu kama kunusuru hutaabudiwa tena. Majibu yakapatikana. Mungu akaambia, istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin ila akhir aya, nitakuleteni batalion 1000, askari wanajeshi 1000 wakashuka wakauawa makafiri. Abu Lahab akauawa, mamwinyi watu wa Maka wakauawa, na mtume akawa anachukua mchanga anawamagia. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Tukio hili limesajiliwa ndani ya Qur'an. Hii nguvu bado ipo. Mungu anaweza kutusaidia, lakini turudi katika Qur'an. Mwenyezi Mungu atupe tawfik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك مجيب رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.